nataka uthabiti, uamini neno hili. Siku ingine nikaenda nyumbani kwa mshirika wangu, amejifungua bibi yake. Huyu kijana ni Mkamba, alikuwa ameandikwa kazi ya serikali Nairobi, akafutwa kwa sababu ya ulevi. Kijana huyu mwisho akapata kumtafuta Mungu, akamrudia Mungu na akamwambia Mungu, nipe kazi. Akapewa kazi, akaletwa Kwale County. Kwa hiyo alipokuja Kwale, bado still ulevi yuko nao, lakini pale kazini ukawa kuna staff mwenzake ambaye ni mshirika wangu, ndiye mchungaji wangu mdogo, akamwambia twende nikupeleke kanisani. Akaletwa kanisani, akaja na mkewe akiwa ni housewife, ili nakutuleta hivi ili uamini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akafunga mimba mama, akajifungua. Nikawa ninaenda pale kwenda kuomba tu kwa ajili ya mtoto. Sikuenda kwa ajili ya mimi pale, wakati napelekwa ndipo hapo napewa ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Nikatoka na mzee wangu wa kanisa ambaye yeye alikuwa ni mwalimu, sasa ameenda retire. Nikaenda na yeye nikamwambia mzee twende. Nikifika pale nikawaona, lakini sasa swali ni Mungu huyu namshangaa. Nilipofika pale, badala niende nifanye ibada ya mtoto, Mungu akanambia hebu mwambie, peleka pale kwa balcony yake, muonyeshe hapo kitu hapo chini. Kazi yako ni kutii. Wakati unaposikia sauti ya Mungu, kazi yako ni kufanya nini? Kutii. Wengine wanasikia sauti ya Mungu lakini kutii hakuna. Nikaenda pale, nikamwambia mzee, njoo hapa, Mungu ananiambia nikwambie kitu. Nikampeleka paka kwa balcony yake, nikamwambia yeye anaishi orofa ya 3. Nikamuuliza unaona nini chini? Akasema mchungaji, hakuna kitu. Nikamwambia angalia tena, akanambia hakuna kitu. Nikamwambia angalia pale kwa mwenzako, kuna nini chini? Akanambia kuna gari. Namwambia sasa mimi Mungu ameniambia gari hili lako hapa. Nikamwambia gari hili hapa. Akanambia mchungaji liko wapi? Nikamwambia gari hili hapa. Na hili gari nataka nikwambie, mwezi hii mitatu haitapita nitaliombea kanisani. Mama, hilo gari liombea ama sikuombea? Asante. Nataka nikwambie jambo hilo. Sadiki. Kuna wengine hapa wanasema sasa kanisa hata pengine mipango ya uwanja hakuna. Nataka nikwambie siku ya leo, nataka nikwambie Bwana anataka kusimama hapa Mtongwe, anataka kujidhihirisha hapa Mtongwe, anataka kujionyesha ukuu wake hapa Mtongwe. Sema amen, sema amen. Nataka ujiandae kwa fedha, kwa sababu tayari ninaona mkijenga. Hilo ni neno ambalo sikutaka, naweza kuendelea huku nikakosa kuliongea. Hilo pokea. Jengo la heshima Mungu amekupatia kulingana na utumishi wako, kulingana na kunyenyekea kwako, kulingana na kujitoa kwako. Mungu amekupa mahali. Sijui ni wapi, sijui eneo gani, lakini Baba wa mbinguni, Baba mwenye yote anajua. Mungu awabariki. Amen. Haleluya. Zaburi 23 mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Tuseme tu ni mlango wote huo. Kwa hivyo msomaji wangu, nisomee kuanzia huo mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Zaburi 23. Yes. Mstari wa 1 mpaka wa 6. Unasemaje? Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi, katika malisho majani mabichi hunilaza. Kando ya maji ya utulivu, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu, hunihuisha nafsi yangu, na kuniongoza katika njia za haki, katika njia za haki, kwa ajili ya jina lake, kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, kati ya bonde ya uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako, gongo lako na fimbo lako vyanifariji, vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu, waandaa meza mbele
yangu machoni pa watesi wangu, machoni kwa watesi wangu, umenipa mafuta kichwani pangu. Ndio, endelea. Na kikombe changu kinafurika, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata. Hakika wema na fadhili zitafanya nini? Kuna hatua hapa ambazo ni mpaka wewe Mkristo ukaweze kuzipitia, na hatua hizi kama hazitatimilika kwako, haujakamilika kama mlokole. Lakini kama utapitia hatua hizi, nataka nikwambie, kila ambacho utanena, kila ambacho utatamka, utauona wema wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akawa amenipatia ujumbe huu, lakini ujumbe huu unanifundisha nini? Unatufundisha nini? Haleluya! Lakini sasa swali ni, saa hii ni saa 8, nyinyi washirika mnasemaje? Kwa sababu kuna shetani naye ana njia, inaweza kufika mahali unataka Bwana ni mchungaji wangu. Mchungaji, the word. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na nini? Na kitu. Kumaanisha kwamba wakati unapomkubali huyu Yesu, anakuwa mchungaji wako. Wakati unapokiri ya kwamba Bwana, siku hii ya leo ninakubali ya kwamba wewe uchukue maisha yangu, kuanzia hapo ndipo ambapo umekiri ya kwamba Yesu awe nani? Mchungaji wako. Lakini sasa kuna watu ambao wako kanisani lakini hawana mchungaji. Wao huenda kama vile bendera, ufuata nini? Upepo. Yuko hapa lakini akisikia mchungaji mwingine pale anabwaga watu huko, akiangusha watu na vitambara, anaondoka hapa kwa Mama Teresia, anaenda wapi? Kwa kule kwa ambako kuna mazingaombwe na vituko. Sema amen. Huyu ni mtu ambaye amekosa nini? Mchungaji. Haleluya. Mchungaji, nataka nikwambie wewe mama ambaye uko hapa, wewe mzee ambaye uko hapa, wewe kijana ambaye uko hapa, nataka ukaende ukamwambie Bwana, nipe mchungaji ambaye ataniongoza katika njia za kweli na nini? Na haki. Haleluya. Haleluya. Nataka nikwambie nyakati hizi zimeharibika, na usipochunga, nataka nikwambie utajipata Yesu ameshuka na wewe ile paradiso umeikosa, kwa sababu uko kanisani lakini hauna mchungaji. Haleluya. Haleluya. Mchungaji, nataka nikupatie mambo mawili matatu kwa ajili ya mchungaji. Mchungaji anajua kondoo zake. Yes. Haleluya. I say, mchungaji anajua. Siku hii ya leo, jana nilienda nikalisha sehemu hiyo inaitwa Bububu, na kesho wacha nikalisha mahali gani? Anajua kule mahali ambako ataenda kulisha kondoo zake. Sema amen. Anajua. Lakini mchungaji ambaye si ya mchungaji ni yuko pale tu kwa sababu ya mshahara, yeye anasema kulisha ni kulisha tu. Kwa hivyo anaweza kuja kushindisha ng'ombe hapa kutoka asubuhi mpaka jioni hapa. Kulisha ni kulisha tu. Huyo si mchungaji. Huyo ni mtu ambaye anahitaji nini? Mshahara. Naangalia mchungaji huyo ambaye ni wa mshahara. Sikiza vizuri mama, nilipokuja pale
Ulisikia mimi nikisema? Si nilisema tu. Kama hebu siongei kwa sababu najua mwenyewe atafanya. Amen. Mwenyewe atafanya nini? Atafanya. Lakini mchungaji ambaye nakupa siri ya wachungaji. Na siku hizi wameinuka wako wengi. Lakini namshukuru Mungu. Mama, Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Yaani kulingana na ile najua roho hujuana. Na wale wachawi nataka nikwambie hujuana. Wakati anafika maeneo ambayo sio, yeye anajua hapa kuna mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa wewe roho wako hatambui, hajui, jiulize sana. Kuna kitu umekosa. Kuna kitu umefanya nini? Umekosa. Lakini siku hii ya leo Mungu anataka akapata kukufunulia kuhusu kupata mchungaji ambaye ameteuliwa na Mungu mwenyewe. Nataka nikwambie mchungaji huyu, wakati kuna shida, hata hutamwambia yeye, atasikia msukumo. Mama, wale watu kule kweli wananiambia mchungaji, wananipiga simu. Mimi hiyo siku ambayo kuna shida mahali, nasikia Mungu ananiambia nenda hivi. Na nikienda nitaenda kukutana na hiyo. Huyo ndio mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakuelekeza, mbona wewe unala. Siku moja nataka niongee kwa ajili kwanza. Mama, ninashukuru sana na mshirika wangu hapa alijenga hapa. Sikiza vizuri, nitamwambia kuja. Sikiza vizuri juu ya mchungaji. Siku wengine nikawa niko katika ofisi. Yaani mahali pa ofisi, najua mazingira yako katika wapi? Katika ofisi, haiko kwenye huduma. Lakini nikikaa pale, na hudumia watu, roho ikaniambia, mbona unahudumia huyu? Ndipo nenda kwa dada yako fulani. Sasa ninajua yeye yuko kazini. Lakini roho inaniambia, enuka nenda. Nataka niwaambie leo hapa kuna jambo litafanyika. Amen. Kuna jambo hapa litafanyika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho ikaniambia nenda. Nikaidino. Na nataka nikwambie hivi, na kufundisha. Ukipinga roho ya Mungu, ndugu yangu, unaweza pata kichapo ambacho hicho. Vile mama anaongea akikwambia titi. Sikia vizuri. Uwe mzee, uwe mama, uwe nani ti. Amen. Nikamwambia Bwana sasa nini? Akanambia nenda. Kumbe anataka akafanye jambo. Ndugu yangu, nilienuka kama mwenda wazimu. Unajua mwenda wazimu? Niliweka vitu vyangu. Sasa naenda lakini sijui ni kitu gani. Kwa sababu najua huyo mama yuko wapi? Yuko kazini. Anasimamia serial board ya pale. Sasa sahihi mimi naambiwa niende kwake nikafanye nini? Lakini kazi yako ni kufanya nini? Kutii. Nasema hivi mchungaji, ukiwa na mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikifika pale, nikampata mama amelala, kumbe ana homa. Nilipobisha hodi. Bwana Yesu asifiwe. Ana mtoto ambaye alikuwa yuko namna hii. Natoa nyute hata, yani hawezi enda kazini kwa sababu mtoto yuko na mara anaenda kuchukua takataka kwa jaa nini. Kwa hivyo ni apate mtu wa kusikana huyu mtoto ndipo akaweze kwenda kazi. Kwa hivyo akaleta mama yake mzazi ili akaweze kukaa na huyu mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu amenituma pale. Nikifika pale nikafikiria Mungu amenituma kwa ajili ya ile ugonjwa wake. Kumbe si hivyo. Mama anapitia hali hiyo yote, lakini mzee ameolewa pale. Nyumba kama 3-4 ameolewa. Kwa hivyo anasome, yuko na almost 2 years, hakanyagi na nyumba ni pale na mama yuko pale na watoto. Mama anapitia hiyo hali yote, lakini hakanyagi hapa. Nataka nikwambie, liko jambo ambalo Mungu anaenda kulifanya sasa hivi. Kama unafikiria kwamba kuna jambo gumu, nataka nikwambie hakuna jambo gumu. Kwa Yesu hakuna jambo gumu. Ni wewe kujiachia. Ni wewe kujiachia. Sema amen. Sema amen. Basi nilipokanyaga pale, nikamwambia mama, ni Mungu ameniambia nikuje hapa. Akanambia naumwa na kichwa. Sasa vile ananieleza vile ni sauti kanambia pana, mwite mumewe. Unaona hiyo hali?
Kamwambia mama, Mungu anakataa nisikuombea, anasema niite mumeo. Mumeo anakaaje? Simjui. Haleluya. Oh, wewe ni Mungu, wacha uitwe Mungu. Amen. Mama yake mzazi akaongea Kitaita. Nashukuru Mungu amenipa kuelewa lugha hata akiwa sijui kuiongea. Akasema mchungaji wako mwenda wazimu. Huyu mzee hata huyu kijana huyu mnasumbuliwa na huyu kijana. Akaambiwa mama, achana na kucheza na huyu mtu, tunaona mambo na macho. Wacha kucheza na huyu mtu mama. Kamwambia mama, Mungu ananiambia nimuite mumeo. Na namuita sasa. Kasoma tu mstari mmoja pale. Kamwambia siondoki hapa, mumeo namuona na macho yangu haya. Amen. Siondoki. Nikamwambia Bwana, mzee huyu kama amewekwa na sugar daddy, kama amewekwa, kwa hivyo anafaidisha watu mahali pale, ninatoa katika jina la Yesu. Kama yuko Kiambu, ninatoa katika jina la Yesu. Nikatamka, nikasikia mwingine anasema tosha. Ile tosha, kama mwambie Bwana asante kwa sababu umetenda. Asante Bwana. Ile asante ya kwanza, asante ya pili, asante ya tatu, nasikia pikipiki imesimama kwa Bwana. Haleluya. Nasema kuwa na mchungaji. Nasema kuwa na nini? Nasikia pikipiki. Yule mtoto ambaye mmenipata akaenda mpaka kwa mlango. Akifika kwa mlango, sisi bado tunaomba, tunasema asante. Mmenipata? Mimi na huyu mama tunasema nini? Asante. Akifika ni amebebwa na askari AP. Sasa zile nyumba za nini zimeandikwa namba. Akasema, "Unaona hii nyumba? Hii ndio yako hii. Hii ndio yako hii. Hii ndio yako." Asante. Mtoto akaja akamwambia, "Mami, dadi." Yule mama alipomuona mpewe, "Ni bada." Ambua si nimekwambia. Bwana Yesu asifiwe. Ni bada. Ambua si nimekwambia usicheze na huyu. Haleluya. Haleluya. Kuwa na mchungaji. Mchungaji atakuongoza. Atakuongoza kwenye malisho. Atakuongoza katika kwenye njia za nini? Za haki. Lakini yule ambaye si mchungaji, nataka nikwambie siku ya leo, ambaye si mchungaji, yeye anataka kikombea, anakwambia panda mbegu, anakwambia sijui nini. Hapana, wacha Mungu mwenyewe atamwambia fanya. Huyo ndiye mchungaji. Huyo ndiye mchungaji kwa sababu yuko Roho Mtakatifu ambaye hunena, ambaye huongoza, ambaye yeye hufanya, haleluya. Zayula akaingia. Alipoingia nikamwambia mama, huyu ndio mumeo, lakini ujue umemtoa mahali kwa nguvu zingine. Kwa hivyo bado hajamaliza ile kazi ambayo alikuwa anaifanya. Kwa hivyo lazima ujiweke tayari, kwa sababu kama ni ngumi ni nini, kwa sababu umemtoa mahali ambapo alikuwa bado hajamaliza kazi ya shetani. Kwa hivyo akaingia pale mkali. Huyu ni nani? Wakamwambia achana naye, kwa sababu akiongea lengine, kama ameongea hili imefanyika hili, na akiongea lengine linakuwa nini? Achana naye. Haleluya. Nataka nikwambie wale ambao wanakutesa, nakwambia itafika wakati ataambiwa achana naye, kwa sababu ataona nguvu zingine, ataona utukufu mwingine, ataona uwezo mwingine. Sababu achana naye. Haleluya. Nataka nikwambie wanaokudharau, wanaokudhihaki, iko wakati itafika watasema ya kwamba achana na huyu mama, achana na huyu mzee, achana na huyu kijana. Sababu mchungaji. Haleluya.
mchungaji mwema, yeye hukuongoza, yeye hukunenea yale mambo ambayo ni ya siri, yeye anakufunulia, yeye anakufunulia. Sema amen. Za mchungaji wake, lakini unapata mshirika hana protocol yoyote, lakini yeye ni mshirika wa nani? Wa Mama Teresia. Nataka nikwambie, unajidanganya wewe, unajidanganya. Fadha hata kama amesoma, hata kama hakufika wapi, wewe sikiliza sauti ya nani? Ya Bwana. Haleluya! Mama akatamka, mzee yule hajatoka, yeye ndio alifanya plani ya zile pesa. Huyo mzee huyu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama umekosa mchungaji, kuna wengine hufuata mikate. Wamesikia Mama Teresia, ukifika pale anaongea tu yale. Hapana. Na hii tabia nimeiona. Watu wengi si kwamba wanafuata Mungu, wanafuata nini? Mikate. Pale wakati Mungu ameniinua, wachungaji unajua walitatizika. Wachungaji wakubwa pale kwa sababu mambo yanafanyika. Nisikize vizuri. Na vita vikainuka. Lakini ukiwa unatembea na mchungaji, unasikiliza sauti ya mchungaji wako, hautatatizika. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa nikiomba, basi mambo pale kumbe nazuia anga za watu. Wachawi nazuia, waganga nazuia, hata ufalme mwingine pia ninafanya nini? Ninazuia. Nataka nikwambie, wakati utakapokuwa na mchungaji utazuia. Sema amen. Sema amen. Kuna wengine manyumbani kwa hawalali. Nataka nikwambie, kuwa na mchungaji atakuonyesha, atakwambia nenda ukaombe namna hii, nenda ukachukua ibada namna hii, nenda ukafanya namna hii, na ukifanya namna hiyo utaona matunda yake. Sema amen. Lakini sasa wako washirika ambao ukimwelekeza njoo kwa maombi, yeye ataniheri akafungua kibanda chake, lakini kwa maombi hatakuja. Wakati unamuita kwenye ushirika, yeye hatakuja kwa ushirika, lakini ataenda kwa lakini wacha uwe ni ushirika wa marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisomee kidogo. Bwana ndiye mchungaji. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ngoja kidogo. Wakati unajua huyu ndiye mchungaji wangu, hii mambo ya kulalamika kwamba sina unga, sina nini, umeyasababisha wewe. Biblia inasema sitapungukiwa na nini? Na kitu. Mbona wewe umepungukiwa? Umepungukiwa imani, umepungukiwa maombi, umepungukiwa ufahamu. Najua pia shetani anajua. Wakati ukifahamu zaidi, Bwana Yesu asifiwe, utatenda mambo makubwa zaidi. Kwa hivyo anakuchukulia huo ufahamu wako, badala uweze kufahamu mambo ya kuendelea mambo, yani badala ujenge nyumba ya room 6, anakwambia jenga tu hii nyumba tu ya room 2, na uko utakuwa na wakwe, utakuwa na nini, utakuja kusalimiwa, lakini anakwambia jenga nyumba ya room 2. Sasa siku mko amekuja pale, itakuwaje? Katika malisho majani mabichi, ndio kando ya maji ya utulivu, uniongoza. Unihuisha nafsi yangu, na kuniongoza katika njia za haki, kwa ajili ya jina lake. Asante. Sikiza, anakuongoza kwenye malisho. Sawa? Sikiza wewe ambaye hauna kazi. Siku moja niko na kijana Mkamba, mstari wa 4. Nisikize vizuri. Ndio. Sitaogopa mabaya. Kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo watu hushindwa. Bonde hili la mauti. Mama, mtu akifika hapo akisikia sijui nani huko
amesahau wewe apostoli hapa, Mungu anakutumia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nataka nikwambie wewe mtu ambaye umeokoka, lazima upitie katika sehemu fulani. Atakuongoza, atakuelekeza. Huyu mama hatakuacha. Kwa nini unakaa mbali na yeye? Kuna wengine akikuona wewe unaona sana na yeye. Una watu wengine ambao ni watu wa kuchanganya changanya vitu vya kwao, hataki kuviacha. Mimi nimeacha, udigo hakuna. Nataka nikwambie marafiki wangu, sasa hii wacha nikwambie, utanipata ujaluoni, utanipata wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mungu amenitoa katika kabila la Wadigo na akanipa kabila lingine ambalo ni la kumtukuza nani? Yesu. Nataka nikwambie Mungu atakupatia watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufike mahali ukaweze kutahiniwa. Mzee, ulianza standard 1 kweli? Standard 2 uliendaje? Ulifanya mtihani na yule alianguka na yule aliyepita. Asante. Haleluya. Kuna mitihani. Wewe mtu wa Mungu, haijalishi wewe ni mchungaji, haijalishi wewe ni mzee wa kanisa, haijalishi wewe ni mshirika, kuna hizo vipimo. Nataka nikwambie hivi, wakati mwingine unaweza kuwa unapitia katika hali ngumu, na si ajabu kuna wengine tayari wanapita hali ngumu hapa. Wanatiwa moyo na mama, lakini wanasema ana vumilia tu, mwezi huu nikiona mambo haijajipa basi mimi nitatafuta njia nyingine, kama vile ndugu yangu anasema nilitembea. Kuna wengine wamekuja kwa malengo, lakini malengo haya bado hayajatimia, na kwa sababu bado hayajatimia anasema sasa, kama mwaka huu utaisha na pana, nasikia kuna nini, kuna mwingine sijui wapi Baburi huko. Mzee, kwanza mimi nakushangaa, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Pale najua kuna Pastor Lai pale, lakini wewe umemwacha Lai, umekuja kikanisa tu hiki. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mzee, simama na hiyo huduma, simama na huyo mama. Nataka niwaambie hivi, naona mkitembea na gari. Amen. Naona mkitembea. Naona tu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona tu. Lakini sasa kuna roho inasema sasa mimi hata kazi sina, hata fedha sina, nitapatikana namna gani? Mungu wetu, nataka nikwambie, hazina kule imejaa, hata kuna vitu vingine havijaguswa kutoka dunia, ulimwengu wote havijaguswa. Mungu anataka kuviachilia, lakini bado sababu haijalishi. Nataka nikwambie Mungu, asante Baba. Anasema sasa mimi nitaipataje? Lakini wewe uko na so many ways, uko na kila njia ya kusababisha gari hili kukutana na watumwa wako. Wakati unamwimbia Mungu, Baba, Mungu ananiambia usitake fedha, kwa sababu Mungu anakuachilia fedha. Kuna waimbaji wengine anataka alipe, kuna wapigaji kibodi wengine wanahitaji kulipa. Kama ukilipa wewe, Mungu atakulipa nini? Nataka nikwambie siku ya leo, kama unamtumikia Bwana, jitoe kwa ajili ya kumtumikia Bwana tu, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye atakayefanya haya ambayo mwanadamu anataka kufanya. Pengine asingeweza kufika kiwango cha Mungu ambacho angefanya. Sema amen. Wakati watu wanapopita katika hili bonde, sikiza,
Nataka nikwambie Biblia imesema ya kwamba hapa ni kupita tu, ama imesema kuna kukaa? Ngoja, hapo kuna kukaa? Ngoja, kuna kukaa hapo? Mbona hamuongei? Unapitishwa tu hapo, lakini hakuna cha kukaa. Mbona wewe umegandamana kwamba hautatoka? Unatoka leo, unatoka leo katika hilo bonde, bonde la shida, bonde la kukosa mke, bonde la kukosa fedha, bonde la yani bonde hili leo unaenda kufanya nini? Kutolewa. Sababu. Lakini nataka nikwambie hivi, kuna sababu yake kwa ajili ya kupitishwa bonde hili. Kuna maana yake. Kuna nini maana yake? Oh, asante Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ushuhuda wangu sasa unaingia hapa. Mbegu zangu zilikuwa haziwezi kutengeneza nini? Mtoto. Kwa hivyo ikafika mahali wadogo zangu wako na watoto. Ana wasichana wakubwa, huyo hata akija hapa huwezi amini kama baba yao. Na mdogo wangu mwingine. Sasa ikafika mahali nikitaka kutuma mtoto, wale mashemegi, si ndugu zangu, wale mashemegi, na mimi ni mkubwa wao, wanasema huyo baba yenu mkubwa ndio amewatuma. Rudisha hiyo pesa, mwambieni azai wake. Sikiza ndugu yangu, nimekuja hapa nikutie moyo. Ikafika wakati nikamwambia mama, imetosha, sitaweza kuoa tena. Sasa hii nyumba yangu, nimejenga nyumba pale nyumbani self contained, yeye ni contractor, yeye ndio amejenga, kajenga nyumba yangu self contained. Kwa hiyo sema mama, nitaandika mfanya kazi wa kumtengenezea nyumba yangu kuwa nzuri, lakini mambo ya kuoa sasa ni basi. Mama akanitamkia kwa neno la unabii, akaniambia sitakufa mpaka nishike mtoto wako. Amen. Sifi mpaka nishike mtoto wako. Kumaanisha kuna vitu vingine sivyo vya Mungu, ni vya shetani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kupita bonde la mauti. Kuna wengine wanapopita hilo bonde wanavunjika moyo, wanaogopa, wanaacha wokovu, wanaacha kila kitu. Lakini nataka nikusimamishe leo. Shida yako leo inapata jibu. Amen. Tatizo lako leo linapata nini? Jibu. Bwana Yesu asifiwe. Nikaamua kumtumikia Bwana, nikaamua kujitoa kwa Bwana, nami Mungu akanijibu. Siku moja nikalala, vile nilivyoonyeshwa Mama Teresia ndivyo nilivyoonyeshwa mke wangu. Mungu nikalala akanionyesha mke wangu, huyu sura imekuja Kamwambia sasa Mungu ni vipi? Kanambia ndiye mkeo. Kamwambia basi kama ndiye mke wangu, wiki hii nataka unikutanishe naye. Kama kweli wewe kuna sauti zingine za shetani, lakini sauti ya Mungu lazima itatimilika. Nataka nikwambie mke wangu alifanya kupewa. Sikumtongoza huyu. Na kama unaona ni uongo, yuko hapa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu, nikaenda kazini. Kifika pale staff wangu mwingine akawa mgonjwa, kampeleka hospitali. Nikifika pale hospitali, yule staff mwenzangu anahudumiwa, mimi nikakaa nje. Mama alikuwa anauza duka. Mungu akaniambia mkeo usiye huyo. Ni mtu kabisa anaongea. Akaniambia Albert, mkeo si ndio huyo? Nikaangalia hivi hakuna mtu. Kiangalia hivi hakuna mtu. Hapa kuna vituko. Hii Kwale hii sasa huyu anaongea naye. Bwana Yesu asifiwe. Nikatulia kama dakika 5. Ile sauti ya kwanza ilikuwa kubwa, lakini hii ya pili ikaja, akaniambia mkeo ndiye huyo hapo.
nikatulia. Sababu sasa nimeangalia sikupata mtu, na sasa hii ananiambia tena yuko. Bwana Yesu asifiwe. Basi nilivyofanya hivi sawa sawa, naye anatoka kwa duka. Kamwambia habari yako? Kanambia mzuri. Lakini nilikuwa kibonge, huyo mdogo wangu mdogo. Naelewa vizuri. Nilikuwa na tumbo. Mimi nilikuwa naonekana kama Mbaluya ama Jaluo. Nilikuwa sionekani kama Mbigo. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo hadi itarudi sababu mama tayari ameanza kuona utoto. Vile alivyokuja kuniona mara ya kwanza, hivi si